Atukuzwe ainuliwe mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, na kusalimu kwa jina lake takatifu ambao nitazama Zuma News TV. Mimi ni Yohana Gavasi. Leo ni Jumatano ya Januari ya 24 mwaka 2018, ambapo nipo na mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, ambaye tutaendelea kuziangazia habari za aliyekuwa nguli wa filamu hapa nchini Tanzania, Steven Charles Kanumba, ambaye tayari yupo katika mikono mitakatifu ya mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua tangu mwaka wa 2013. Na siku ya jana tulipata kuishia kwamba mfalme Zumaridi alisema Mungu aliwaambia kwamba kuna remote ambayo alikuwa akitumia Steven Charles Kanumba, hivyo alikuwa hana uwezo wa kuweza kutulia katika eneo moja, kwa hiyo alikuwa hana makao maalum. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wakapanga kwamba waanze kufanya maombi, na Mungu akatoa maelekezo hayo wafanye maombi ili kusudi remote ipate kutolewa katika mwili wake. Kwa hiyo siku ya leo ndipo utakapopata kuendelea. Utukuzwe mfalme Zumaridi. Amina mtumishi wa Mungu. Amina mtumishi wa Mungu. Jana umetujuza kwamba kuna remote ambayo alikuwa nayo Steven Charles Kanumba, hajajua kama ilikuwa mwilini mwake au ilikuwa iko mkononi, lakini kwamba Mungu akatoa maelekezo muanze maombi ili kusudi ile remote ipate kutolewa. Ndio mtumishi wa Mungu. Alikuwa na remote, ile remote alikuwa nayo mkononi. Kwa hiyo alikuwa anatembea nayo kwenye mkono wake. Ndio. Kwa hiyo remote ndio inampa uwezo mkubwa. Na ile remote ilikuwa ina nguvu za giza. So remote za kawaida zinazo madukani hapana. Okay. Remote ambayo tukanayo kule ilikokuwa ni himaya ya shetani. Kwa ile remote kwenda ina uwezo ile akibonyeza alikuwa anapata mpaka Marekani. Anapata sehemu yote kitaka kuona. Anatia T yuko pale kwenye sehemu. Hasa Mungu anatuambia huyu mnataka kwamba atulie hapa. Hawezi kutulia hapa. Anatakiwa ile remote alionayo tuone ile remote ina nguvu kubwa sana. Na mnatakiwa mjipange hasa katika maombi. Kwanza jana niliongea kwamba katika maombi tulikuwa na vikundi vya maombi. Katika vikundi vya maombi kuna vikundi ambavyo vya vijana. Walikuwa na maombi sisi kama watu wazima na vijana. Kwa Mungu akaniambia kwamba mimi Mungu natakiwa nishushe roho za makerubi ndani ya vijana. Baada ya kumjaribu sio kwa maombi tu hivi haiwezekani. Amina. Tuelekee darasani kidogo kwa asiye wajua makerubi ni kitu gani? Makerubi ni roho, ni roho za vita. Hata kwenye maandiko imeandikwa makerubi ni roho za vita ambazo ziko mbinguni. Unasikia, makerubi ni roho za vita ambazo Mungu anazituma duniani kupambana na nguvu za giza na majeshi ya shetani. Kwa hiyo sisi kwa maombi kama tukizidiwa, Mungu anatumia makerubi muone tukizidiwa. Kwa Mungu akadai kwamba hii vita ni kubwa sana, hamtaiweza kumnyang'anya remote kwa kumtolea nguvu alionayo na utembea nayo unafanya mpaka atembee kuna huko. Ni kitu ambacho kiwezekani. Natakiwa hawa vijana wana maombi ambao ni vijana wenye nguvu. Mimi Mungu nitashusha roho za vita ndani yao. Kisha niwape uwezo wa kuona. Maana wakiwa hivi hawataona vizuri. Zile roho zikishuka ndani yao nitawapa uwezo mkubwa wa kuweza kuona wanachopigana nacho. Kusudi vita iwe vizuri. Unaona kitu kama hicho. Basi Mungu alivyoniambia vile, ikabidi wale vijana ambao tunaomba nao, lakini wao walikuwa wanaomba sehemu yao, chumba chao cha maombi, na sisi tunaomba sehemu yetu. Kwa hiyo ikabidi niwaite wale vijana, niwakalishe. Mungu ameniambia kwamba kuna vita kubwa sana ambayo inakuja ya kumnyang'anya nini? Steve ile remote. Na Mungu amedai kwamba ile remote ina nguvu kubwa sana. Hatuwezi kumnyang'anya tu kwa maombi tu hivi ya kawaida. Lazima Mungu ateremshe roho wa vita ambao ni makerubi waingie ndani yenu nyinyi, zile roho zingie ndani yenu, fahamu zenu zifanyaje? Zitolewe zile fahamu zenu. Zile roho zimiliki ndani yenu. Na zikishamiliki ndani yenu, Mungu atawapa pia uwezo wa kuona. Zile roho zitaona. Na zile roho zikishamaliza kazi zikiondoka, Mungu atapa kukumbuka yale ambayo umeyaona katika vita hiyo. Basi nikawajenga wale vijana, nikawaweka katika hali ya utakatifu, nikawafundisha matakiwa msiwe wakorofi, msiwe na vitu vibaya ndani yenu, ndani ya roho zenu, muwe na upendo, muwe na umoja wa hali ya juu, na mtufanye kazi kwa kuzamilia kama tumezamilia kumtolea mtumishi wa Mungu ambaye ni Steven, kumtolea hiyo remote. Kwa tuwe na muwe na umoja, muwe na upendo, muwe watakatifu. Dhambi zote ambazo hazimpendezi Mungu hamtakiwi kuwa nazo. Hiyo ni uzinzi, hiyo nini? Yaani dhambi zote za tamatazi, yani dhambi zote zile, kumsengenya mtu, kumsema mtu, tabia zote za kidunia hamtakiwi kuwa nazo. Maana mkiwa nazo tabia za kidunia tu, tutakuhamisha ya maombi. Hizo roho hazitashuka ndani yenu. Maana hizo roho zinashuka, maana hizo roho zinatoka mbinguni, zinateremka kwa mtakatifu, mtu ambaye ni mtakatifu, ambaye hana dhambi. Kwa hiyo matakiwa mwe wasafi, msiwe na dhambi aina yote ile, mwe wasafi kabisa ndani yenu. Ndipo zile roho zitapata nafasi ya kuingia ndani yenu na kupambana na kupigana hii vita. Maana Mungu amesema kwamba kwa maombi tu hatuwezi kumtolea ile remote.
Maana remote ina uwezo mkubwa sana, ndio inamfanya atembee asitulie sehemu hii, asitulie sehemu moja. Baada ya kuambia wale vijana, wakaniomba wale vijana, tunaomba tuingie katika maombi ya kawaida ya kuomba rehema. Tufanye maandalizi ya kushukiwa na zile roho za Mungu za kutoka juu mbinguni zingie ndani yetu. Kwa hiyo tuanze kwanza maombi ya rehema. Mfalme tusaidie. Hatuwezi kushukiwa na zile roho tukafanya vizuri kama tuko hivi. Kwa hiyo niko hapa ndani ya wiki hii, ndani ya siku 7. Mchana usiku, mchana usiku, mchana usiku, yani hakuna pumzika, ni saa moja tu la kulala. Ni moja tu la kulala. Kwa hiyo wakaanza maombi ya kuomba toba. Muone maombi ya rehema, kutoa ule uchafu ndani yao. Wakajitakasa manunguniko, kutoa uchafu, kutokupendana, chuki, nini, tamaa za mwili. Yani waliomba ndani ya siku 7 kwa habari ya wao wasafi, watakatifu, kusudi ya roho zipate kufaulu kuingia ndani yao. Kweli walipoingia kwenye maombi ya kuomba rehema, nikashirikiana nao katika maombi. Nikashirikiana nao, nikaomba nao, nikamwomsimu, nilikuwa nawekea mikono na watolea ule uchafu, naweka mikono, toa uchafu, toa. Baada ya siku ya mwisho Mungu akaniambia, sasa wametakasika. Kitu kinachofuatia mahali hapa, naomba uweke mikono juu yao kwa habari ya kuwatolea, kwa habari ya mimi Mungu niteremshe tena utakaso mwingine. Umeona? Mwingine wa kutakasa sana roho zao. Ndio. Utakaso wa moto sasa ule. Baada Mungu alivyoniambia hivyo, nikawakalisa tena kwa jamani, nimepata ujumbe. Maana hii kazi tunayoiendea ni kazi kubwa ya kumnyang'anya nguvu. Tunaweza tukashanga tukafa. Hata mmoja wetu akakatika hata akafa. Hizi nguvu ni kubwa alizonazo nani? Steve. Mungu ameniambia kwamba niwawekee mikono ya utakaso wa roho. Umeona? Wameomba rehema, Mungu akaona kwamba sasa umetakasika, basi nishushe tena mimi Mungu utakaso wangu. Umeona, watakase zaidi ya hapa. Hii roho hii nishushe ndani yao ili kazi ianze. Basi ikawa hivyo, nikawaita kanisani, nikaita wazee wa kanisa baadhi wa kuwasaidia. Niliweka mikono juu yao, nikaambia tu na Mungu hivi, tamka neno moja na mimi Mungu utaitimiza neno hilo. Watamka tu kama nateremsha moto kutoka mbinguni wa kutakasa hawa. Na neno hilo nitaitimiza mimi Mungu. Na kweli nikatamka, nikawekea mikono, nikatamka mtakasiki, na teremsha moto juu yenu, na pia mtakasiki. Mungu wasafi kabisa, yaani mtumishi wa Mungu. Kwa maana ya kwanza mimi kuwatakasa watumishi, mimi niliogopa. Kwa sababu walikuwa wanaungua tukiwa kwa jehanamu. Unaona? Walikuwa wanaungua, wanapiga kelele, wanalia mpaka wanazimia, mtumishi wa Mungu. Nikaambiwa na Mungu, mimi Mungu anakusudi. Tukio mnaenda kuifanya ni tukio kubwa sana. Umeona? Wao wakiingia kwenye vita wakiwa hawajakaswa ndani ya roho zao, mtu anaweza akafa. Ndio. Kaamba mtu. Kwa hiyo watakasi usiwahurumie. Huu moto ni wa muda mfupi tu, akishamaliza mimi Mungu nawapoza miili yao. Yaani kwa mpaka nawahurumia, mpaka mimi niko natetemeka. Nikiweka mikono juu yao hivi, moto unashuka kutoka mbinguni. Mbona bila kukuangalia hivi huwezi kuona. Ila wao maumivu wanayasikia katika miili. Walikuwa wanalia mpaka wanachibuka, unaona kabisa ngozi imechubuka. Yaani walikuwa wanalia, wanapiga kelele, wanalia. Baada ya hapo Mungu akaniambia yatosha, zimisha. Nikaambia nazimisha moto. Wakawa sawa. Wakacheka, wakafurahi. Amina. Wewe ambao unatazama Zuma News TV, ni Mfalme Zumaridi Mamlaka Bwana Mungu chini jua ametujuza maandalizi makubwa ya takriban siku 7 ambayo yalifanyika kabla ya kuweza kuitoa remote ambayo alikuwa anatembea nayo Steve Kanumba pamoja na nguvu zingine za giza ambazo zilikuwa ziko mwilini mwake. Utakasoro kwamba nashusha moto, yani kwa jinsi taswira ilivyokuwa ya wale watu, yani moto labda walikuwa wanasikia moto kutoka katika sehemu gani ya mwili, labda kama moto unaanzia kichwani au wapi. Mwili wote ikishatamka tu hivyo teremsha moto, yani mwili wote unasambaa moto. Yani mwili wote mpaka kuna kimata tawanyika, wale wazao wa kanisa sasa wanawarudisha. Wanakimbia kabisa, wanatawanyika. Ule moto na waunguza. Wewe utafikia amewekwa ndani ya tanuru la moto. Jinsi walivyokuwa wanajiona wao. Utafikia amewekwa ndani ya tanuru la moto. Ambao walikuwa wako humo ndani ambapo utakaso ulikuwa unafanyika, yani wale ambao hawako kwenye utakaso wapo kwa niaba ya kuwashika watakao tawanyika. Na wao moto ulikuwa unawafikia au ilikuwa? Hawafikii kwa sababu sio walengwa. Ulikuwa wafikii kabisa, yani mtu anamshika mtu hivi wapa hivi tu. Lakini yule sasa yule mlengwa, ule moto anausikia mpaka analia, mpaka anatoa, yani mpaka machozi yanakauka. Unaona kabisa huyu anaungua. Lakini yule anayemsaidia kumshika wala haungui. Haungui kabisa, hata mimi mwenyewe sikuwa nawashika hivi. Yani baridi tusiungui. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa, jamani. Haya ni maajabu gani jamani Mungu ananionyesha? Mbona mimi moto siusikie, lakini nauta moto unashuka. Na unashuka wale. Lakini mimi nikisema niwashike wale, sisikii wala maumivu wala siungui. Yani kawaida kabisa. Lakini wao sasa kwa wanaungua, wanalia, wanapiga kelele, baba tuhurumie, tunakufa, tunaisha.
tunaisha baba, mwili wangu unaisha. Yeye anasema mwili wako unaisha, mimi nikimwangalia namuona tu yuko sawa. Haya ni maajabu makubwa ambayo yanamtukuza Mungu ndani ya kifua cha Mfalme Zumaridi katika Agano la Saba. Twende tukatazame kipande kidogo jinsi ambavyo Mfalme Zumaridi mamlaka Bwana Mungu Chinajua huwa anafanya utakaso kwa njia tofauti tofauti, lakini tutakwenda kutazama utakaso ambao ulikuwa unatumia maji ambayo yamekingwa bombani lakini yanageuka kuwa moto, lakini ambaye siye mlengwa hapati moto wowote. Mfalme Zumaridi kwa macho yangu mimi nimewahi kushuhudia, lakini pia hata ambaye anatutazama kwa muda huu ameona jinsi ambavyo utakaso wa maji ulivyokuwa ukifanyika, maji ambayo yamekingwa bombani na kisha anamwagiwa mtu, lakini yeye anasikia moto, lakini wengine ambao waliokuwepo yakiwamwagikia hawasikii moto wote. Hebu funua hili kwa mara ya kwanza, yani lina siri gani ndani yake? Kwa sababu nadhani hata katika kupita hata wasomaji ambao wanapekua sana maandiko, sidhani kama hicho kipengele kipo cha maji yanakuwa moto. Yaani Mungu anakwenda na wakati na majira. Yesu alitumia hivi, mtumie hivi Ibrahim nani. Kwa hiyo mimi hiki kipindi cha Mfalme Zumaridi, kwa Mungu ananipa ya kwangu kama Mfalme Zumaridi. Sitakiwi kuangalizia kwa Kristo. Ndio. Unaona? Kwa hiyo hii funuo aliniambia Mungu baada ya kuwatakasa kipindi kile kwa kuwekea mikono juu yao. Baadaye Mungu sasa akaniambia aanze kutakasa kwa maji, yageuze maji kwa moto. Tamka. Muona, tamka tu, mimi Mungu naweka moto mle. Tamka na shusha moto ndani ya maji. Tamka tu neno lako moja tu, mimi Mungu natimiza. Kwa hiyo nikaanza kuwatakasa kwa maji. Muona, yani kipindi hicho ambacho tunamwombea Kanumba. Muona, akaniambia Mungu anza kuwatakasa kwa maji tena. Kwa hiyo nilikuwa nikitamka tu neno, maji yanakuwa moto. Lakini mimi nikiashika hivi nasikia ya baridi. Akishika mwingine nasikia ya baridi. Lakini ukichukua ile maji kumwagia wale walengwa, unaweza kumhurumia mtu. Amina. Kuna kitu mimi natamani kukijua. Yes. Huwa unajisikiaje ndani yako pale unapokuwa unatenda muujiza fulani? Yaani huwa unajisikiaje? Najisikia vizuri sana. Kwanza huwa najishangaa. Huwa najisikia vizuri mpaka natetemeka, ambia Mungu, unanipa mimi uwezo mkubwa kama huu nikijiangalia tu mimi nilivyo. Unanipa uwezo mkubwa kama unatamka jambo linakuwa. Moto ushuke unashuka. Nisha kuunguza mimi hilizi kwa moto. Ndio, nakumbuka hiyo nilishuhudia kwa macho yangu. Hilizi kabisa, yani Mungu ameniambia kama kuna kwenye nyumba ya mtu kuna hilizi. Ilete, nikawaelekeza watu kaifuata. Umeona walivyoifuata ile hilizi, kaje nikaambiwa chukua mafuta ya nywele tu ya kawaida haya. Tamka neno pale. Nikatamka neno, mwaga pale. Moto kalipuka. Kanisa zima walishangaa. Amina. Kwa hata mimi najishangaa, yani kwa kweli Mungu Baba, najishangaa sana uwezo mkubwa huu Mungu. Unanipa mimi ni utende mambo makubwa kama haya. Sasa nikijiangalia mimi najua tu mwanadamu kama wewe kama nani, lakini sema mambo yanayotokea ndani ya mwili huu ni makubwa, lazidi fahamu za mwanadamu. Pale mimi na wasomi pale kanisani. PhD ziko pale. Wanashindwa na usomi wao ujanja wao, lakini wanafikia hatua wanashangaa. Amina. Kuna kwa mfano, japokuwa tumehama mada kidogo, lakini sema muujiza wako, kuna tukio la kubadilisha maji yakawa yana rangi kama ya soda ya Fanta. Nakumbuka mimi nilijitahidi sana kwa sababu nilikuwa nimeshika kamera, nilikuwa macho sana kuangalia jinsi maji yanavyobadilika hatua kwa hatua. Labda nilihisi labda niliwaza kwamba labda pengine akitikiswa hivi labda kuna kitu kimeweka sasa kitatibuka kwamba ndio kinaenda kuyabadilisha. Lakini niona chupa tu imeshikwa hivi imetulia. Unavotamka maji badilika, naona maji rangi inapanda, inabadilika mpaka rangi kakolea. Yani ni kitu gani ambacho kinakupa uhakika kwamba nikisema lazima hiki kitu kiwe? Imani, lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani. Usipokuwa na imani, maana yani chochote kile uwezo kufanya kwa sababu una imani. Muona, imani. Na tayari Mungu anakuwa ameshaniambia usiku. Ndio. Anakuwa ameshaniambia Mungu, na hiki kitu nataka nikifanye kesho. Unatakiwa uwe na imani ili kusudi mimi nikifanya. Usipokuwa na imani tu wewe, mimi Mungu utatamka kwa hofu, mimi Mungu siwezi kukifanya. Maana anakuwa ameshakwambia Mungu kwenye maombi usiku. Kwa hiyo unafanya kitu ambacho tayari umeshaambiwa na kwenye maono umelala tu, Mungu akakuletea tukio zima la Jumapili. Anakuonyesha kwanza kabla Jumapili haijafika.
Kwa hiyo unakuwa na uhakika wa hali ya juu ndio kitamka tu. Sababu siku nilikuwa nimeshaona na Mungu aliniambia. Na kweli ukitamka kitu kinakuwa. Kwa kumbe hata kama mimi wewe ukiniambia kitu nikakitamka pasipo kuamini, hata kama umesema kiwezi kikawa. Hakitokei hata siku moja. Hakitokei kama nikitamka mimi. Na Mungu ndani yangu. Kama wewe uamini na mashaka hakitokei kwako. Amina. Huyu ndiye mfalme wa Agano la Saba, Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua, ambaye ametujuza mengi, ametujenga kuhusiana na masuala ya imani, lakini pia ametujuza maandalizi mazito ya takriban siku 7 yaliyotumika kuandaa kuitoa nguvu ya giza ndani ya Stephen Charles Kanumba, ikiwemo pia na kumnyang'anya remote ambayo alikuwa akitumia kama kifaa cha kumsafirisha kutoka eneo moja paka eneo jingine. Lakini vile vile ametujuza maajabu ya utakaso. Mtu anayewekewa mkono, moto unamshika mwili mzima, lakini wengine ambao walikuwa wamewekwa kwa niaba ya kuwasaidia labda wasiumie kutokana na maumivu ya moto ambayo wanakuwa wanayapata, sababu mtu akajirusha kutoka eneo moja paka eneo jingine, lakini wao walikuwa hawasikii moto wote. Lakini pia maajabu makubwa ambayo umeyaona kwamba watu wanamwagiwa maji lakini wanaungua, lakini maji yale yale yakimwagikia mtu mwingine haungui wala dalili ya moto. Hayo ni maajabu ambayo ni ya Mfalme Zumaridi. Mimi ni Yohana Gervasi, endelea kuitazama Zumaridi TV kwa habari moto ambazo zinamtukuza Mungu katika Agano la Saba, akiwa ndani ya kifua cha Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Bye bye.